Kinachoendelea ni furaha kwa wanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha baada ya kutamatika kwa mashindano ya Bulls Cup kwa mwaka 2025. Wanafunzi wa Diploma 2 wameweza kushinda kwa penati 4 dhidi ya penati 2 ambazo wamezipata wanafunzi wa Bachelor kwa mwaka wa pili. Kama unavyoona shangwe zinaendelea hapa, na kikubwa ni kwamba IAA TV tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa kila update ambayo inaweza kuendelea. Wanafunzi wa Diploma mwaka wa pili wameweza kuibuka washindi katika mashindano ya Bulls Cup mwaka 2025, na nimekujuza kwamba mchezo ulitamatika kwa dakika 90 bila goli lolote kupatikana, lakini wanafunzi wa Diploma 2 wameweza kushinda kwa mikwaju ya penalty. Tuko na mashabiki ambao natamani tuweze kuzungumza nao, watuambie mambo yameendaje. Mambo vipi? Salama bro, kwema. Kama kaa kabisa. Unaitwa nani, huko mwaka ngapi na unasoma level gani? Mimi naitwa Ahmed Jumanne Mrindoko, niko mwaka wa 3 nikimaanisha Diploma 2. Nasoma. Hongereni, naona mmeweza kuibuka mabingwa kwenye mashindano ya Bulls Cup mwaka 2025. Unajisikiaje? Najisikia raha sana kwa sababu tumehustle since tunaanza hapa mwaka wa kwanza mpaka leo ndo for the first time tunachukua, so tuna vibe. Bana, penalty ni kitu ambacho kinaweza kikakupa pressure. Ulikuwa unajisikiaje ambapo penalty zinaendelea na mpaka ambapo mnakuja kushinda? Kweli penalty zina pressure, lakini tulikuwa tunajiamini na kipa ambaye tulikuwa naye. Kama unavyoona ushindi tumepata baada ya kucheza hiyo penalty ya mwisho hapo. Bana, hongera sana. Mchezo umetamatika, utuambie unaitwa nani, uko mwaka wangapi? Kwa majina naitwa Aibu Thomas, niko Diploma 2 na ndo naoza timu ya Diploma 2. Bana, hongera sana nahodha kwa kuibuka washindi. Mashindano yalikuwaje ya Bulls Cup mpaka leo mnaibuka washindi? Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mashindano hayakuwa marahisi. Maana jana nusu finali tumeenda mapenati, tukafanikiwa kupita. Leo tena tumeenda mapenati, tumefanikiwa kupita. Tunamshukuru Mungu sana. Naona una hema, maana yake una bashasha, una furaha kutokana na kile kitu ambacho kimetokea. Ugumu kwenye mashindano haya ulikuwa wapi mpaka leo mnaibuka mabingwa? Cha kwanza sisi tokea tumekuja certificate hapa, hatujai kupata hata mbuzi. Sisi tulikuwa ni kupigwa 5 tu tunatoka, kupigwa 5 tu tunatoka, lakini Mwenyezi Mungu ametusaidia mwaka huu. Umekuwa mwaka wa bahati kwetu kwa sababu hatua iliyopita tulisha nusu finali na tulitoka kwa penalti, lakini safari hii tumeweza kuibuka mabingwa. Leo kuna ng'ombe? Aisee, hatuwezi ondoka bila ng'ombe. Tunaondoka na ng'ombe wetu. Unawaambia nini wanafunzi wenzako kutokana na hichi ambacho kimetokea leo na kuibuka mabingwa pia? Nawaahidi kutokana na support yao waliotoa na sisi kupambana, tunawaahidi kwamba siku ya party kutakuwa kuna party kubwa, ng'ombe atachomwa, chakula kitakuwa cha kutosha, wakae live tu. Na niko na mrembo mwanadada kutokea Diploma 2. Mambo vipi? Poa. Kwema? Kwema. Tambulisha kwa majina yako. Naitwa Arisha kutoka FB. FB, hongera sana. Hongera kwa ubingwa wa siku nzima ya leo. Kama mwanafunzi wa Diploma 2, unajisikiaje kushiriki finali na kuweza kuibuka bingwa? Nasikia raha, yani raha sana. Tumeandika historia kwa mara ya kwanza. This time Diploma tumechukua. Na furaha yani. Chuo kina kuanzia certificate mpaka masters, lakini nyie wanafunzi wa Diploma 2 ndio mmeweza kushinda. Hii inakupa picha gani kama mwanafunzi wa Diploma 2 na mtu ambaye pia una furaha kwa siku nzima leo kutokana na game ya finali kushinda? Ina picha nzuri, tunaweza ya weekend sijara nisemeje, lakini na furaha. Watu walikuwa wanasema Diploma 2 wameweza kutoboa, mara mnajisikia na nini, lakini mmeweza kuibuka mabingwa. Kwa sababu watu wameweka mazoea, wametuchukulia sisi kwamba ni wadogo, hatuwezi kwa tuwaonyesha. Tumetoka kuzungumza na washindi wa Bulls Cup kwa mwaka 2025, wanafunzi wa Diploma kwa mwaka wa pili ndani ya chuo cha uhasibu Arusha, na hapa niko na mmoja wa wachezaji wa Bachelor mwaka wa pili ambao wameshindwa kuibuka kidedea katika finali za Bulls Cup kwa mwaka 2025. Brother, anakuaje? Fresh kaka. Kama kawaida. Tambulisha kwa majina. Kwa majina anaitwa Tembo. Ni mchezaji wa batch 2. Kinyonge sana leo mmeweza kushindwa kufurukuta mbele ya wadogo zenu kwenye finali ya Bulls Cup. Kama mchezaji na mtu ambaye umepambana kuanzia ligi hii imeanza, una nini cha kuzungumza? Nipende kwanza kwa kumshukuru Mungu kwa sababu tumemaliza mechi salama, lakini kwa upande mwingine nipende kuipongeza timu pinzani kwa sababu wametuonyesha challenge ambazo tutakwenda kuzifanyia kazi, na Mungu kuwabariki, wamesaidia kushinda kwenye penalti kuliko sisi. Kwa ni kufungwa kupo na tunakubaliana na matokeo. Moja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa sana ni kutokana na upigaji wako wa penalti. Jana mmeweza kupiga penalti na mkaweza kuingia finali, na leo pia tekniki ambazo unazitumia ni zipi, kwa sababu penalti zako zinaonekana ni za tofauti sana? Of course kila kitu ni practice. So
practice make perfect, right? Kwa hiyo ndio kitu ambacho kimenisaidia mpaka sasa hivi penalty zangu zinaonekana ni tofauti, lakini huwezi jua, kuna wengine wanajua zaidi yangu, kwa hiyo ni practice. Kwa wanafunzi wa bachelor mwaka wa pili ambao wamekata tamaa, tunajua mnaingia mwaka wa 3, mnaweza mkashiriki tena kama mchezaji ambaye umeona ugumu wa mashindano, neno moja kwao. Kwanza niwape pole mashabiki zetu ambao walijitolea kuja kuangalia game. Ni hatukupanga, kwa hiyo tutawaahidi kwamba tunakwenda kufanya mazoezi kwa bidii na kuwafanyia makosa yetu, kuwafanyia correction. Kwa hiyo mashindano mengine kama Freshers pamoja na Bulls Cup tutakuja vizuri zaidi. Michuano ya Bulls Cup kwa mwaka 2025 ndani ya chuo cha Wasibu Arusha yametamatika, na nyuma yangu hapa kama unavyoona ni wanafunzi wa diploma mwaka wa pili ambao wameweza kuibuka mabingwa kwa siku nzima leo. Zawadi ni nyingi na tunaambiwa kwamba wanakabidhiwa ng'ombe wao rasmi kwa ajili ya kwenda kumchinja, na kuna zawadi nyingi ambazo zitaendelea kutoka. IAA TV tulikuwa hapa kuhakikisha kwamba tunakupa update ya kile kitu ambacho kimeweza kuendelea kwenye michuano ya Bulls Cup kwa mwaka 2025. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kila kitu kilichoendelea katika Bulls Cup 2025, mimi naitwa Ombeni Kifum. Until next time.